Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa jumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa katika taifa la Tanzania. Rais wa taifa la Tanzania ambaye ni Samia Suluhu Hassan amevamiwa ghafla. Na vile mnajua nitakueleza katika kanda hii amevamiwa kivipi na nani na ni kwa nini. Rais Samia Suluhu Hassan ni amri jeshi mkuu katika taifa la Tanzania kama rais, na yuko Ikulu kila wakati kutekeleza ama kufanya majukumu yake kama rais wa taifa, lakini amevamiwa vikali akiendelea na kazi yake. Amevamiwa kivipi? Siku ya Jumamosi, ilikuwa tarehe 10 mwezi wa kwanza mwaka huu 2026, aliamua kuwateua baadhi ya viongozi ili kuwa washauri wake wakuu kumsaidia katika uongozi wake. Akamteua makamu wa rais mstaafu Daktari Philip Mpango kuwa mshauri wake wa masuala ya uchumi na miradi. Rais pia akaamua kumteua waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa kuwa mshauri wake wa masuala ya kijamii Ikulu. Sasa aliweza kuwateua waliokuwa serikalini, makamu wa rais na waziri mkuu, kuwa washauri wake. Sasa amevamiwa akiendelea na uongozi wake. Nani amemvamia? Sio mwingine ila tu ni mwanasiasa kutoka mrengo wa upinzani ambaye anaitwa Godbless Lema. Amemvamia Samia Suluhu Hassan kwa uteuzi huo ambao alifanya kwa kumleta makamu wa rais mstaafu na waziri mkuu mstaafu serikalini kuwa washauri. Katika mtandao wake wa kijamii wa Twitter, ukipenda X nowadays, Godbless Lema aliandika hivi. Naomba tukaweze kusoma vile amemvamia kwa maandishi ambayo aliyoyachapisha katika mtandao wake wa kijamii X. Akaandika hivi: Godbless EJ Lema, hii ni siasa ya kujilinda. Yaani uteuzi ule ambao Rais Samia alifanya sio uteuzi wa kuleta mabadiliko na ushauri mzuri katika taifa la Tanzania, ila tu anaendesha siasa za kujilinda yeye mwenyewe Ikulu. Akaendelea kuchapisha hivi: si ya kujenga. Umesikia? Utii na hofu vimetangulizwa kuliko fikira. Eti fikira ziko nyuma, lakini masuala mengine kama ya utii na hofu vimetangulishwa. Akaendelea kusema, na ustaafu umegeuzwa kuwa mapambo ya kiutawala. Yaani wala ambao walisavu ama walikuwa viongozi wakastaafu wakaenda nyumbani, sasa wamerudishwa serikalini kuwa watawala tena. Kivipi? Hamukuwa na watu wasomi, hawakuwa na watu ambao wako na ushauri ambao wangefusu kuteuliwa kwa nafasi hizo. Kinachoitwa umoja ni hofu ya kupoteza madaraka. Ndani yake mpasuko upo, unanyamazishwa tu. Hali yao ni mbaya sana. Umesikia? Hali yao ni mbaya sana. Damu ina sauti kali. Anamaanisha damu ya wale ambao waliangamia wakati na baada ya uchaguzi uliofanyika nchini Tanzania, kwa sababu kuna vijana ama Watanzania waliouawa. Sasa anasema damu ina sauti kali. Hata kama mnaona nchi imetulia, damu ile ilimwagika, inaendelea kupiga kelele na sauti. Wanaanguka soon, yaani kumaanisha ya kwamba utawala ambao upo mamlakani sasa hivi, sikiza vile anavamia Suluhu, yaani utawala, uongozi wa Samia Suluhu Hassan utaanguka soon, yaani utaanguka hivi karibuni. Kwa walioteuliwa wanaona aibu
kisirisiri, yaani anamaanisha Philip Mpango na Kassim Majaliwa wanaona aibu kisirisiri, lakini hawawezi kuonyesha. Kwa nini? Lakini ni waoa, hawawezi kukataa dhihaka, hawawezi kusimama imara na kusema ama kuzungumzia ukweli halisi wa mambo, haswa kwa masuala ya uongozi, ila tu ni waoa na hawawezi kuzungumza chochote, hawawezi kukataa wakiteuliwa ama wakikabidhiwa nafasi hizo. Akaendelea kusema ya kwamba mulienguliwa katika mchakato wa kupata viongozi ndani yao, halafu sasa mnaambiwa mna busara. Hii ni dhihaka kubwa. Godbless Lema haridhiki na uteuzi wa Samia Suluhu Hassan ambao alifanya kuwaleta wanasiasa wastaafu serikalini, kwa sababu kuna watu ambao wamesoma, kuna watu ambao wako na maarifa, kuna watu bado hawajapata kazi yoyote na wako na uwezo wa kubadilisha nchi, wa kubadilisha uongozi, wa kuleta ushauri wa kusongesha taifa la Tanzania kutoka kiwango kimoja hadi kingine, lakini walinyimwa nafasi hiyo. Ila tu yule anaitwa Philip Mpango aliyekuwa makamu wa rais wa zamani na Kassim Majaliwa aliyekuwa waziri mkuu wa zamani, wote wamerudishwa serikalini kama njia moja ya Samia Suluhu Hassan kujikinga kisiasa, kulingana na matamshi ambayo tumesoma ya Godbless Lema. Sasa katika taifa la Tanzania hayo ndiyo yanaendelea sasa hivi, haswa katika uongozi. Ndio maana tunaona mrengo wa upinzani ukiendelea kutoa mashambulizi kwa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Lakini kwa kusema ukweli halisi wa mambo, rais ndiye amri jeshi mkuu. Yeye ndiye anaamua alete yeyote mwenye anataka, ila tu uongozi uendelee, maendeleo yaonekane katika taifa la Tanzania, licha ya kushambuliwa kisiasa, na siasa zipo hivyo. Lakini kuna wale ambao bado hawajapata kazi licha ya kuwa na maarifa, uwezo, lakini wastaafu ni kama kufanya recycling kila wakati. Ni siku gani hao ambao wanaenda shule watakabidhiwa nafasi za uongozi? Picha hii inahuzunisha bakubwa. What do you think? Je, unamuunga mkono Godbless Lema kwa matamshi yake kwa kusema ya kwamba kumchagua Philip Mpango aliyekuwa makamu wa rais na Kassim Majaliwa ni njia moja ya Rais Samia kujilinda Ikulu? Tutaniandikia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi masuala ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe. Tuna kadi yake, kuna kengele, bonyeza kengele ili kupatikana zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV, maana utakuwa unapokea notification ya kufahamishwa kwamba Mokenya TV imeweka kanda mpya ambayo inastahili kutazamwa. Sambaza hii kanda kwa group 1 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana ladies and gentlemen, be blessed.